wako safi. Kwa hiyo kitu kikubwa tuwe na imani. Mara nyingi sana sisi Watanzania tunakosa imani na Watanzania wenzetu. Kila siku tunafikiria kwamba akija mtu kutoka nje ndio ataweza kutuongoza. Sasa tuondokane na hizo dhana. Wako Watanzania ambayo wanaweza wakafanya hiyo kazi, na nahisi wenyewe ni shuhuda kwamba hata mechi tulipocheza na Namungo kulikuwa hakuna kocha kigeni, lakini tulicheza mpira mzuri sana. Kwa hiyo nawahisi sio tu kwenye mpira, hata kwenye taasisi zingine. Tuna manager, tuna mkurugenzi mtendaji wa NMB anafanya kazi vizuri mno. Tunaye wa CRDB ni Mtanzania. Kwa hiyo Watanzania tumeshakuwa tumeiva. Kwa hiyo lazima kila mtu awe na imani na Mtanzania mwenzetu. Kwa hiyo nasema tu kwamba tumefurahi. Inshallah tutacheza mechi nyingine na Azam, lakini mtaona labda hii watu watasema ni timu ndogo, lakini mtakuja kuona mpira siku ya Azam tunavyocheza. Lakini mwisho wa siku ni majaliwa Mwenyezi Mungu. Kwa matokeo ambayo mmeyapata sasa chini ya Suleiman Matola, kuna haja ya kuaminiwa sasa kuwa kocha mkuu? Mimi binafsi ningesema namwamini, lakini sio timu yangu. Tuna bodi, kama wenzetu watarizika basi tutaendelea nao. Kwa hiyo nategemea, ingawa ataongea nao kwamba tumwamini ili aweze kutuonesha. Na mara nyingi sana mtakumbuka hata mwaka jana au mwaka juzi, wakati kocha aliondoka Robotino akabakia Mgunda, tukamchukua Mgunda, lakini Mgunda naye alifanya mambo Messi sehemu za ajabu, lakini akaonesha kwamba na yeye ana uwezo mkubwa wa kuweza kuifundisha timu. Kama viongozi sasa, pengine hii inatoa morali kiasi gani ushindi wa leo kwenda kwa sababu kulikuwa kuna kelele nyingi kuhusiana na viongozi. Pengine ushindi wa leo unapeleka ujumbe gani kwa nyinyi viongozi? Unajua kuna bwana Magori aliwahi kusema kwamba kuna watu wengine huwa hawapendi ushindi. Na hiyo nataka niwaambie Watanzania wote, sio wapenzi wa Simba. Wakati kunapokuwa na mgogoro wa viongozi au ndani ya klabu, basi maendeleo yanakuwa shida kupatikana. Na inavyokuwa matatizo kwenye kuongoza nchi, kama hakuna amani, basi maendeleo vile vile yanapungua. Kwa hiyo tunatakiwa wanachama wa Simba tusubiri tu mwezi mmoja au mwezi mmoja na nusu, kutakuwa na uchaguzi. Wanaweza kumchagua mtu ambaye wanaona anaweza kuipeleka hiyo gurudumu mbele. Lakini najua wenzetu wengine wanafurahi kwamba sisi hatuna hata pointi moja, lakini nasema mtakuja kushangaa kwamba si ajabu sisi ndio tukaweza kuvuka. Kukosa mechi mbili sio kitu. Kwa hiyo tutegemee tu kama tutaweza kufika. Matokeo ambayo mnayapata, bado mna imani kwamba mnaweza kutoboa kweli? Maana mmepoteza michezo miwili na mpoteza mkiwa nyumbani. Sana, sio kwa kubahatisha. Na nyinyi wenyewe mtakuja kusema tuna timu nzuri na tulicheza vizuri. Siku zile mbili zilikuwa hakuna bahati ya kuweza kushinda, lakini kila mtu aliangalia mpira, mliona. Sasa safari hii tutamchinja ngamia ili tuondoe mkosi wa kukosa magoli. Sawa.